Rais wa Kenya William Ruto amesema raia wote waliotekwa nyara wakati wa maandamano ya kuipinga serikali wamerejeshwa kwa familia zao na kuahidi kwamba jambo hilo halitatokea tena. Kauli ya Ruto inatafsiriwa kama ni kukiri wazi kuwa rais kwamba vikosi vya usalama vilihusika katika utekaji nyara na kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria kwa baadhi ya Wakenya kufuatia maandamano makubwa ya mwezi Juni na Julai mwaka uliopita. Tume ya kitaifa ya haki za binadamu ya Kenya imerekodi zaidi ya visa 60 vya mauaji ya kiolela na takribani visa 80 vya utekaji nyara tangu maandamano ya mwezi Juni, huku makumi ya wengine wakiwa bado hawajulikani walipo. Baadhi ya mashirika ya wanaosema walizuiliwa kwa miezi kadhaa katika maeneo ambayo hayajulikani. Ruto hakutoa maelezo ya kina nani hasa walihusika katika utekaji nyara huo. Katika kitimtimu cha siasa nchini Tanzania, homa ya uchaguzi mkuu wa Oktoba nchini Tanzania inazidi kupanda katika jiji lile la Arusha, kaskazini mwa Tanzania, huku mahasimu wa kisiasa si tu nje ya chama tawala CCM, lakini hata ndani ya chama hicho wakitumiana kwa rushwa na matendo yasiyo sawa kwa umma. Leo Jumatatu tarehe hii ya 12 Mei mwaka huu wa 25, Ujerumani na Israeli zinaadhimisha miaka 60 tangu kuanzisha uhusiano baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Maadhimisho hayo yanafanyika katika mazingira magumu chini ya kiwingu cha vita vya Gaza na athari zake. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya wanakutana katika eneo jiji kuu la London, Uingereza, kujadili vita vya Ukraine na mustakabali wa usalama katika bara la Ulaya. Hayo ni wakati kukiwa na matarajio ya kufanyika Alhamisi nchini Uturuki mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine. Tume huru ya uchaguzi INECA nchini Tanzania imeanzisha majimbo mapya ya uchaguzi 8. Mikoa mbalimbali imeongezwa majimbo, ikiwa ni pamoja na Chato ambako kumeanzishwa jimbo la Chato Kusini. Mkoani Shinyanga, jimbo la Solwa nalo limegawanywa na kuanzisha jimbo jipya la Itwangi. Mkoani Mbeya, jimbo la uchaguzi la Mbeya mjini limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la Uyole. Lakini pia majimbo 12 yamebadilishwa majina. Mwenyekiti wa tume hiyo, Jaji Jacob Mwambegele, amesema hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa mamlaka ya tume katika kurekebisha mipaka ya majimbo ya uchaguzi nchini humo. Ni taarifa ya habari moja kwa moja kutoka idhaa hii ya Kiswahili, ambapo kwa wakati huu basi na soma maoni yako. Lucas Ezekiel anasema wa Pentagon Nyantila pale Kitunda pale Dar es Salaam, sema ninatumai kwamba mambo yanakwenda vizuri. Marais Zelensky na Putin watamaliza vita biodumu kwa muda mrefu. Maoni yake Lucas Ezekiel. Vile vile pale vinaona pale hivi Asani Mlacha anasema wa Koleni Moshi Tanzania, kwa kweli Putin atakaa meza moja na huyo wa kibaraka wa magharibi, bora vita iendelee tena miaka mitatu. Asanteni sana Radio 14 Africa. Maoni yake huyu Asani Mlacha. Vile vile kule maeneo ya Nakuru anaitwa nani huyu, Dano Mulo, asema wa Nakuru Kenya, kama kuna sababu nzuri ya kuvamia mwenzio basi lazima ukue na la kuzungumzia. Ikiwa na mkutano
au kutafuta njia ya kumaliza vita utakapoitishwa. Kwa hivyo Putin hana budi ila kuhudhuria. Maoni yake hayo Dan Omolo. Landarin bado utaona mengi kwamba nukuu ya Putin hakuna kusitishwa vita. Bado mambo utayaona. Landarin anazungumza hilo. Maoni yake hayo. Isaac Body hawa waziri wenye wanakutana leo si ndio wanaweka vikwazo tena? Ndio swali ambalo anauliza. Atabadili msimamo wake? Haya, Isaac Body anazungumza hilo. Jamaa hapa anajiita, anasema sauti ya pesa. Kama angekuwa na nia njema basi vita ingekuwa imekoma. Maoni yake hayo, na anauliza swali katika njia hilo ya kuuliza swali ndani ya maoni. Lawrence pale Kivuyo pale anasema Uturuki hakuna usalama, wakutane Uchina ndio sehemu sahihi. Yeye asema bwana wakutane Uchina, Uturuki hakuna usalama pale. Shiro Zuma anasema vita vinavyotokana na ugomvi baina ya upande huu raia wa upande mwingine ndivyo vyenye haja ya mazungumzo, kwa sababu pana haja ya kujua aliyeanzisha vita ni yupi. Pana haja ya kujua sababu iliyopelekea kuanzisha vita kuviziana. Pana haja ya kujua alianzisha vita anataka nini ili kusitisha vita, au haja ya kujua mpatanishi afanye nini ili kutuliza pande zote mbili na kadhalika. Lakini hivi vita vyao ni huyo Vladimir Putin aliamka na akasema kwa sababu 1, 2, 3 nitafanya hivi na vile. Kwa hivyo kusitisha ni yeye vile vile aseme kwa sababu hii na hile ambayo ipo, sina budi kusalimu amri. Bas Shiro Zuma na maoni hayo ni maoni yake. Ngalia kwenye klabu za sapa studioni msikilizaji, ni dakika 46 baada ya saa 12 jioni, saa 11 dakika 46 saa za Afrika ya Kati, na kupitia njia GMT na Pacific Time unasikiliza Afrika Leo jioni, ambapo kila wakati jiunge nasi Jumatatu hadi Ijumaa kwenye Afrika Leo jioni, ambapo unapokea habari kamili na makala maalum.